kitu tumekubaliana sisi sote. Hii shime imefanywa kwa sababu ya ile maji ilitoka huko. There is nobody who is disputing. Hii maji ndiye imefanya hii maneno. Nobody is saying no. But at the same time unajua shamba ni ya mwenyewe. Exactly. Hakuna mtu utamweleza umwambia atataka kupitisha shamba kwako ati kwa sababu watu wameathirika. You know that's removing a problem from one place to another. Already huyu alianzia Masinjeri akateremka amekuja ameenda hapa Everett ameenda kila mahali. What we are in agreement all of us kwa sababu maji inakuja hapa. Hii maji ikuwa arrested somewhere pale juu. Serikali ndio itajua maji inaenda wapi. We cannot start making mtaro hapa because uniweke mtaro hii, ukiweka mtaro hapo uweke pesa mingi mwenyewe akuja asema nataka kutoa utafanya nini? Uwezi kumkataza. Kwa sababu maji ndio inakuja hapa watu ya Kena Kura because Kena is a highway, Kura is town. Let them make arrangements. Hiyo maji ikuwa arrested, maji moja ikuwa arrested huko Kyoto. Ngine ikuwa arrested hapa Everett. You know this water which is coming here, actually maji inatoka pale lakini ikifika pale Everett inakuwa pamoja. Inakuwa pamoja then is directed to nowhere. Wakati when is not directed to anywhere, ikaenda kafurati pale juu, ikakuja kafurati hapa 140. That's the time we come up with a solution tukasema, solution tukaambia watu ya huyu chifu akaenda akatafuta njia, akaenda akatafuta watu ya technology, wakakubalia wakasema waweke hii mtaro hapa. So tukaambia gavana iko mahali mtaro inaenda kuwekwa, wewe tupe tractor. Akutupea tractor ikakuja kaweka hii. Not knowing that si tractor repeat hapa. Hii barabara hii ni tractor imelima. There was nothing up. There was nothing. So nobody could know that iko shida itakuja kuingia ndio maji yanze kubomoa manyumba. Ana unajua hiyo ndio watu unajua landlords hapa hawa wazee hao. Wanasema ati Arama na gavana walikuja wakaweka maji yakakuja hapa ndiye kaenda kubomoa manyumba yao. You know that's what they are saying. Not knowing that we had very good intentions initially. Hata nyinyi mkafurahia maji imepita imeenda. Sasa zaidi imekuwa ni shida. Sasa wanaanza kusema shida ni Arama na gavana. You know that's what they are saying. But we understand is normal. Ukikuwa na nyumba yako kama hii imepomolewa, obviously lazima utakasirika. Ukikuwa na nyumba yako kama ile lazima useme if these people didn't divert water here, mimi singepata hii shida. It's very, I understand, it's very much normal. I'm not, I cannot feel bad that wamesema, but inside my heart, I know I was doing something which was wrong to help people. Lakini sasa imekuwa. The best thing we should do, Bwana County Commissioner, Yes. pale juu, ile maji iende, ikuwe arrested huku juu, isikuje pande hii. Waje ishimbwe, ikuje tutafute njia, not natural ile mnasema. Let the national government give funds to the county government, wakuje hapa tulete gavana, wakuje watafute magari, ikuje weke mashimo yote, weke ijazo. So long as this water is not coming here, we shall not have any problem. Then we can even ask these people, maybe we plant trees, vile wamesema, across, kuenda hapa chini. Na hii maji ikishikiliwa pale juu, ikatae kuja pande hii, hii watu watapata shida. They have been living here all this year. Then from there, Bwana County Commissioner, maybe you can send your people to come and do assessment. Watueleze watuambie, hizi nyumba zimeharibiwa ni ngapi. Then we can push and see whether the government can give them some money so that they can restore their houses back to vile zilikuwa. That is the only thing we can do. Serikali ikienda kibana pesa, tukuje tutue families ni wangapi. Tukimaliza kuweka hiyo, hii watu wapatiwe pesa, wakuje kama iko mzee mmoja yule yako wapi? Ni yako ni gani? Yako hata si sana. Okay, you are there, lakini nasema hii mzee. Hii mzee nyumba yake ni ile. Iko hapo. Sasa unaona hii plot yake imeenda hapo. So that those people are around the whatever because the tenants already moved out. You know, wakati tulikuja hapa na gavana, the president alikuwa amepeana facilitation kidogo ya ile watu displace. That's why we came here on Saturday to tujue ni namba ngapi. Hii watu wamehama hapa wote kama 1,000. These people they have loans. It means hakuna pesa nyingine because people are not living there. So the government must assist them at least. Wapatie pesa kidogo as they are also trying to see how they can build the houses. Chief, I've seen you. Chief Zero wanajua. Si yako hapa. Zero ndio huyu. Chief, what we would like to have, Yes. Because we have to look for a permanent solution. This team will do the technical bit. Of course, they have an idea of the water and all that. We want them to do a report. And I want to agree with
what Arama is saying. If this water did not come here, the fourth line could still be. It would not be seen. They would not be seen. So this is a facilitator to that problem. So I would suggest that the landlords, with the chief and the elders, generate the houses affected downstream mpaka Cavalry. Kuna mpaka Cavalry na hapo chini. Where people will faster Nyamwea, because people have moved from that point to here, and then you'll be sharing with us so that as a committee, the county disaster management committee that I co-chair with the governor, will be sending a report to the president on what can happen to the landlords who have been affected here. Yeah. No, already the president said he will do something about it, but you know, hawezi kuja asema atipeana, and then tunataka mtu anakuja na title that this is Arama, this is title called Arama, ni plot yangu ndio hii. Hiyo mnapeana ndio tutatuma watu wakuja wa verify waone whether anybody has been added on top yule ana kama hilo ulifanya juzi, unajua. You know what you did the other day? Tunakuja hapa na governor na county commissioner, tunasema wale watu wameathiriwa wanapewa facilitation ni 221. Sasa ile watu wanaenda kupewa pesa huku, chifu anakuja na karatasi nyingine. Atiko watu wengine hapa waliwaju. So if we have given a report to Nairobi that 221 people, even bringing other 2 people, where did you get them from? And where were you wakati tulikuwa tunaongea hapa? Do you understand what I'm saying? Ni kama wewe usikii nasema nini? Unaona hii chifu yako ni kama asikii. And you know, I really got furious because tumekuja hapa na county commissioner amesimama amesema watu 221. Report ndio imetumwa Nairobi. Unajua hii pesa itokangi kwa mfuko ya huyu, si kwangu, si kwa nani. Tumekuja tumetangaza tu na sasa hiyo wewe unasimama tu. Alafu after 2 days when people are given money, you come with another list that there are other 10 people who are here. What does that mean? So kama sasa tukisema mkuje kutafuta hii manyumba, wale watu wameathiriwa. Ukuja hapa kama umesema ni watu 20. Tumetuma Nairobi. Then ukuja atiko watu wengine tena ati ni ile nyumba ilikuwa hapa na wewe ndio ulikuwa unafanya. You cannot do those things. To be honest. Well, Kirui. Yes, sir. You know, even as we talk here, Yes, sir. if I wanted that list, you should have given me. The landlords because these landlords are here. Unless if somebody else want to add another list. Yes, and if a person has a property here, there is the ownership document. Yes. Yeah. And even you have a column for remarks. What is the type of the damage? Because if you look at kama mzee ule yako pale, hapo na mwingine yako nyuma yake na nyumba nyingine nilionyeshwa pale ndani, that damage is too extreme. Unaona? So you should start now preparing. Mtu kama huyu, mtu kama yeye mzee, hii ni kupewa unaona hiyo that this is a different plot. Huyu si yako na title yake. Huyu hajajenga, this is another different plot. Namna hiyo. This is one. It is one. Yani anasema tu for example. That's an example. Yes, sir. So I should be having even now, I should be having like a preliminary report. From Ngao. Ngao, you are the ones who knows people. Unless if you don't want to work. We know So that we leave the geologist to analyze this water. They will be indicating even where it is coming from, how it can be arrested, and then there is nothing much you can do with the cut line. Hii si iko tu. Hata Kiamonyi wakati when we arrested the issue ya Kiamonyi tulienda tu njuzi nimepita nikakuta nini, the moment you arrest the facilitators of the problem inaanza kurudisha mchanga yake pole pole. Unajua ile kitu inanifurahisha orowa mapyo kaita kama ilikuwa imefanyika. Hii jamaa amesema if we arrest the water you can be able to that is you can restore. Unajua kama angekuwa wako ajuja aseme hapa aseme watu watakati kuwa hapa. Saa hii mngeona trakta hapa interview ilikuwa kutoa watu. Lakini sasa tumekubaliana tumesema hii maji tuende tuone hii maji tu arrest the water from there. Either hiyo maji ikifika pale tutengeneze nini kubwa. Unajua maji ikikuwa diverted iingie kwa ile drainage ya kuteremka pande ile nyingine kutoka hii kuteremka. Then we can hata tunasabanua hiyo tusijenge kuwe kubwa. Hapa Kabutembo kuwe na karika mbeleni kabla hatujajengeneza hii barabara ya Kisip. Ndio mlikuwa mnajua ilikuwa na shida. So we can be able to arrest this water up there.
So si tumemaliza? Hiyo iko sawa. Hakuna kitu ya kusema kabla tuchane. Anybody who has any comment? Nasema tu mkubwa wangu ya kwamba ingekuwa even today hiyo maji, kwa sababu unaona usiku ilikuwa inatuletea shida fulani, tukaanza kutetemeka tena. Unajua inakuja na konga, tukafikiria tena inaendelea. Ile kitu request tu kama ingefanywa immediately kama today or tomorrow. Hiyo ni my request. Unajua pia waje tukubaliane. Unajua iko mtu alisema tukusema ukweli ni kitu ya maana sana. Unajua kama ingekuwa ni mimi Harama ninatoa pesa yangu saa hii ningekimbia Panclave Ifanyike mimi ndio nikuja niweke, but the procedure of government is that lazima ichukue muda na lazima tuvumiliane kidogo. Tusitoke hapa muende msema ati tulinyamaza, kwa hiyo mwanze kuuliza after 2 days ya tukunini barabara kwa maji itatengenezwa. And again he has to understand the technical team has to give the technical report because it is that report that will release that will guide them fast. Yani lazima tulete watu ya barabara wakuja waseme pesa ni ngapi. Lazima president ya rais waambiwe na dakika. This is not little money. Kufanya kazi tunasema is millions. Wataalamu already watu ya Kenya nimewaita, they are on the way coming. The DG is on the way coming. Ameniambia amefika kwa njia. I'm coming with him as you are making that report. Nataka kumpeleka nimwambie uanze kuweka design vile wataweka imagine kukua pale zipite kuja pande. And we have agreed with them. Yeah, we have agreed with them and he has come. The president had told him to come personally. He's on the way. So atakuja akinikuta tuende pale chini tukubaliane tuweke. So that your report comes na yeye kukua unakuja design imekuwa then nini atengenezwa. Because these are multi-agency thing. Si agency moja. Ni serikali yote. Iko county government hapa na Nakuru, kila mtu atakuja kama onepone. Lakini at the moment we are lucky mvua itanyesha. Unajua hapa mvua ikikuwa inataka kunyesha unaona watu wanaanza kusema maji na lakini we have elders here, omba. Tuko na elders hapa muombe. Elders yataka kuomba. So you can imagine maji vile inatoka pale ilikuja na pita hapa chini. So hii maji inakuja no. This is where we intended water to pass. The reason why we diverted water here, so we diverted here, so water spread as greater, kama tukidivert maji, isikuja baada hii. Can these people now be able na tuweke nini mawe? Will it be okay for these people to still live? It has stabilized. It will stabilize. It's extend. But along the line, what was along the specific line. Hiyo itabidi tufanye mapping ya hiyo. But if it is some distance from that, itakuwa safe. As long as maji iko diverted, iende ipite pengine. Because maji ikizidi kuingia hapa itapanuka. Itaendelea kupanuka. So where to find it? That the reason why this serious. I don't know na ile na kuna maji kwa those three. Hii narudi river sasa. Kabla hii ianze kabla irudi river. Ile ilikuwa na jibu kwa kuna gorofa kiko pale. Ile gorofa ile. Inaenda. Kwanza ni shule. Lakini unajua hapa. Hiyo udongo na sina ina maharaba ama mawe. Sumona venye udongo iko? Haina mawe. Lakini sio Nakuru kila mahali.